ataenda gizani kama. Inamaanisha kwamba nuru inapokuwa inaingia ndani ya mtu, nguvu ya Mungu inaendelea kuongezeka. Na mtumishi wa Mungu kashasema vitu ambavyo vinafanya mtu nuru iendelee kuongezeka, maana nguvu ya Mungu inaendelea kuongezeka ni kuacha dhambi, kusoma neno na kuwa mtu wa maombi. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaanza kuomba kwa ajili ya karama za kanisa zetu. Kwanza nimejisikia furaha nilipoona kuna mtumishi pale kijana huwa anaona maono. Kwa hiyo ni kwamba karama yake ipo, lakini hajajua hii kama anajifanya. Kwa leo tutafanya maombi kwa wote. Na naona kuna watu wengi hizo karama. Maombezi ya leo tutaombea macho na ufahamu. Nikimaanisha kwamba kuna watu hapo kanisani wanapokuwa wanahubiriwa hawaelewi. Wanakuwa wanasikiliza tu hapo, kisha kutoka kanisani shasahau. Kuona kuta kama kuna naye kule mtaani kumuuliza umesoma nini, anakuwa haelewi. Hiyo ni kwamba shetani huwa anafunga ufahamu. Kwa anafunga ufahamu, anajua kwamba utakapofundishwa neno la Mungu kanielewa, itakaa ndani yako na hiyo itaanza kuwa hatari maisha. Kwa sababu wachawi ili wapate nguvu za kuloga na kuua watu, cha kwanza kabisa huwa wanakula nyama za watu na kunywa damu za watu. Kafara za wabara sifaki na kafara zingine za kuku na mbuzi. Lakini wewe ili uwe na nguvu za Mungu, cha kwanza kabisa ule mwili wa Yesu na unywe damu ya Yesu. Ambapo mwili na damu ya Yesu ni neno la Mungu. Sasa kama haulielewi unalila vipi? Kama mmoja anahubiri tu anamaliza hujaelewa, maana hujala chakula hajaingia ndani. Na ndio shetani anapambana fahamu za watu. Kwa hiyo tutapea fahamu za watu. Ambapo fahamu za watu huwa zinaanzia kwenye macho. Kwa hiyo macho kwa mabovu, nguvu ya Mungu inaanza kuharibika. Kwa hiyo tuombea macho. Dalili ya macho kushambuliwa cha kwanza kwenye maombi, utaanza kusikia macho yako yanawasha au yanauma. Maana hiyo ni giza ambayo liko ndani yako. Ambayo giza hiyo ndio tunafanya. Kwa hiyo tunafanya maombezi ya kwanza. Na kwa watu ambao watahitaji maombezi ya ziada, tupo tutaongea. Kwa hiyo mtumishi kama kwa video hizi. Mimi nataka kuongezea kidogo hapo. Unaposikia kwamba kuna taji kweli ziko. Kuna mtu mmoja nilimwona kuna taji ambayo amenyemelea lakini hata hajaipokea. Yuko kanisani. Taji ya dhahabu. Hajaipokea kwa sababu kuna vitu alizingatia. Yupo mmoja. Baadaye nitamwona. Pia naomba kuuza kwa dada mmoja nilimwona kwa naiba kwa simu. Yuko wapi sasa? Yule dada mmoja alikuwa amekaa mitaa kule. Ameondoka? Hapana. Ya, mwingine hata bila nione. Unajua. Kuna wengine wazingatia vitu nilivyowaambia. Naona kuna watu wengi wana nguvu ya Mungu lakini ndogo sana ndani yao. Nawaona. Nguvu ya Mungu wale jiongezea kwa ongezeni maombi ya kivita. Hapa kijijini kuna nguvu nyingi zinawazuia. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu nifunulia kuhusu kijiji. Kuna vitu vingi kwa naviona hapa. Walikuja watu nje huko wachawi niliwaona walikuwa wanazunguka wapo. Kwa Masai huko. Nakao. Iliona kuna nguvu za Kimasai, nadhani mizimu ya Kimasai ilikuja huko. Kwa ajili ya kuzuia tu kwamba watu wasipokee injili ya milele. Kuna wengine pia vitu vingi niliona lakini vingine hivi ni vya kupiga kama kanisa. Tumishi wa Mungu iko katika kazi ya tumishi wa Mungu. Kuna vita kupiga na kupiga. Yaani maombi ya saidia kizazi hiki ni vita. Basi mtumishi wa Mungu wewe basi karibu tuendelee. Waelekezi washike wapi tupige wapi. Hatua kwanza tutashika macho. Unapofunga macho, ukae kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Uanze kuombea nuru ya mbinguni.